Raia wa nchi 43 wamepigwa marufuku kuingia katika taifa la Marekani. Gazeti la New York Times limeandika katika toleo lake la leo Jumapili kuwa serikali ya Donald Trump inapitia mpango wa kuwapiga marufuku au kuwawekea mpaka wa kuingia nchini Marekani raia wa nchi 43. Duru za kuaminika zimeeleza katika gazeti hilo kwamba kwa mujibu wa rasimu iliyotayarishwa ya maafisa wa usalama na wanadiplomasia, orodha hiyo ina sehemu tatu ambazo ni nyekundu, chungwa pamoja na njano. Katika orodha nyekundu kuna raia wa nchi 11 ambao watapigwa marufuku kikamilifu kuingia nchini Marekani. Raia hao ni wa Afghanistan, Bhutan, Cuba, Iran, Libya, Korea Kaskazini, Somalia, Sudan, Syria, Venezuela pamoja na Yemen. Lakini kuna orodha nyingine ya rangi ya chungwa ambapo raia wa nchi 10 watakiwa mipaka maalum ya kuingia nchini Marekani. Raia hao ni kutoka Belarus, Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Russia, Sierra Leone, Sudan Kusini na Turkmenistan. Kwenye orodha hiyo ya rangi ya chungwa, watu wanaotaka kusafiri kuelekea Marekani kwa ajili ya shughuli za kibiashara yamkini wataruhusiwa kuingia nchini humo, lakini wahamiaji kutoka nchi hizo watazuiwa kuingia na utoaji visa za utalii kwa raia wa nchi hizo utafutwa. Mbali na hayo, katika orodha ya rangi ya njano ambayo inajumuisha nchi 22 ikiwemo Cameroon, Cambodia, Malawi, Mali, waombaji wanaotaka kuingia Marekani watatakiwa ndani ya muda wa siku 60 wawe wamesharekebisha masuala ambayo kwa mtazamo wa Marekani yana mapungufu. Vinginevyo watahamishwa kwenye orodha ya rangi ya chungwa au nyekundu. Duru za habari zimeeleza kuwa orodha hizo tatu zilitayarishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wiki chache zilizopita na zina uwezekano wa kufanyiwa mabadiliko. Mtazamaji wa The World News, utawala wa Donald Trump umekuja na mambo mengi, lakini pia miongoni mwa mambo ambayo tayari yamekuwa ni gumzo ni wakati huu ambapo rais huyo wa Marekani anatengeneza zuio la kuingia nchini mwake kwa baadhi ya raia kutoka katika baadhi ya mataifa. Ikumbukwe hii si mara ya kwanza kwa Donald Trump kufanya hivyo, kwani hata katika utawala wake uliopita alifanya kama hivyo na kuzuia baadhi ya raia kuingia nchini humo. Hata hivyo, Korea Kaskazini ni moja kati ya mataifa ambayo yanalengwa kwa kiasi kikubwa na Marekani, lakini pia mataifa baadhi ya nchi za Kiarabu nayo pia yamelengwa kwa namna moja ama nyingine, na Iran pia ni moja kati ya mataifa ambayo yana uhasama mkubwa sana na Marekani na ndio maana yaliwekwa katika orodha nyekundu. Kuhusu Cuba na Venezuela ni kwamba Cuba inadaiwa kwamba inapokea wahalifu wengi, lakini pia Venezuela ni kutokana na kile ambacho Marekani imeelezea ni udikteta wa serikali yake, hasa ya kiongozi bwana Maduro ambaye mara nyingi amekuwa akiingia madarakani lakini raia wakionekana kutomuunga mkono, na hivyo Marekani imekuwa ikiwaunga mkono raia hao juu ya Nicolas Maduro. Lakini pia wengine ni kutoka Afghanistan ambao kabisa hawaruhusiwi kuingia nchini Marekani na wamewekewa kabisa alama nyekundu. Wa Korea Kaskazini, wa Libya pia, lakini pia wa Somali, lakini watu kutoka nchini Sudan pamoja na Syria, wote hao wamezuiwa kabisa kuingia katika taifa la Marekani katika utawala huu wa serikali ya bwana Donald Trump. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.